Yes, mchezo wa ligi kuu umetamatika katika viwanja hivi vya Mao Zedong kati ya Zimamoto dhidi ya Mlandege, na Mlandege kama kawaida yao wameweza kuondoka tena na pointi 3 muhimu katika mchezo huu na kuhakikisha kwamba kwenye msimamo wa ligi wanaenda kujiweka vizuri kabisa. Niko na mshabiki kindakindaki kabisa wa timu ya Mlandege bwana Mlandege, mwenye vigoma vyake mjini. Ukisikia mama Luno mwenyewe. Safi, mambo vipi? Safi, kwema? Kwema kabisa. Alhamdulillah. Uko poa? Niko vizuri tu. Yes, timu yako leo imeweza kuondoka na ushindi wa magoli 3. Kwako unajisikia faraja gani? Najisikia furaha sana kwa sababu Mlandege sisi ndio kada yetu. Furaha sisi tushazoea. Sisi furaha kama maji ya kunywa kwetu. Kama maji ya kunywa. Maana binadamu lazima unywe maji. Hata ng'ombe pia. Mbuzi, kupote lazima unywe maji. Bila maji huwezi kufika popote. Sisi ushindi tushazoea. Alafu sisi Mlandege raha tushazoea. Ndio tumatike tu. Mshazoea sana. Sisi raha ndo kwao. Mlandege ilikuwaje siku ambayo mnacheza na Simba afu ndio kwenye Kigoma pale? Nipo kwenye Kigoma cheza na Simba. Simba mimi timu yangu bwana, sikudanganya. Mimi Simba. Naipenda sana Simba. Nitabakisha nyumbani lakini kule Simba upande wa pili, lakini sana timu naipenda mimi. Kwanza ndani ya Tanzania hii Mlandege, alafu inakuja Simba. Sasa kuna timu yangu Taifa ya Ng'ombe lakini ipo imelose, imeondoka. Yeye bakisha Mlandege na Simba sasa. Sasa ile siku unaenda kucheza Mlandege na kucheza na Simba. Siku unapiga vigoma imekuwa. Napiga kutokana najifurahisha mwenyewe kutokana na timu yangu Mlandege, Simba timu yangu. Maana pale kwa anoshinda yote mimi nina furaha. Yote anoshinda mimi nina furaha. Sina tatizo lolote kwa sikile. Kuna ile nyimbo ambayo ni maarufu sana kwa hapa Zanzibar na nilijaribu kufuatilia nikaambiwa waanzilishi ni vigoma hivyo Mlandege. Ile nyimbo ni wewe ulitengeneza? Sina nyimbo nyingi. Sasa sijui ipi unataka wewe. Kuna ile wasema Oi mama. Tunalilia uzima, kupendwa sio lazima. Muhimu uzima, mtu asipokupenda eba fresh. Kila kitu uzima kwenye nchi. Nini sisi Mlandege uzima tu. Afu na ile nyimbo upendo ambayo nyinyi mnapenda sana kuimba. Sisi nyimbo tunapenda sana sisi bwana Mlandege kumsifu bosi wetu meya wa jiji Manji, Kamal Manji. Ndio nyimbo yetu sisi Kamal Manji. Sasa leo umetoka kuondoka na ushindi, kama mshabiki wako imekupa furaha kwa namna gani katika hizo mechi inayokuja unakwenda kucheza na KMK? Maana yake na point nyingine 3 hizo nakuhakikishia. Na point nyingine 3 sababu fanya mazoezi ya kutosheleza, ligi ya Muungano mazoezi ya kutosheleza. Za timu za bara maana yake mazoezi yale. Una experience kwenye pitch ukiingia. Kwa hiyo kwenda kufanya mazoezi. Hiyo ni mazoezi kwetu sisi. Kwa kwenda kuatoa Singida. Tumeenda kushindana lakini zeni ni mazoezi pia hapo nakutana. Sawa, lakini ongea na mashabiki wengine wa Mlandege ambao wao hawakupata nafasi leo kuja na mechi ijayo wanawatoka wajitoe. Unajua tumemaliza ligi ya Muungano, ratiba za Zanzibar zinatoka papa. Kwa watu wengi wanakuwa na pirika zao hawajapata habari hizi. Lakini watu wangepata habari kungeshona leo. Watu wangepata habari mapema kungeshona. Kwa nini ngoma zenu huwa hazizini mpaka mechi kuisha? Sisi mwanzo mwisho kwa sababu hatuchoki. Sisi hatuchoki Mlandege. Siku ambayo mnafungwa hatuchoki, hata tulifungwa pale Amani. Tulichoka na Simba. Mwanzo mwisho tumepiga. Sasa hiyo nyimbo ya kama ingekuwa Mbedodo ningekula kwa majani. Ni miongoni mwa nyimbo ambazo kwa Tanzania bara kila mtu anasema kwangu, lakini nilipata bahati ya kusikia kwamba waanzilishi ni nini. Kuna kweli na ile swala, ni vipi historia ya hii ngoma ilianzia wapi? Hii ngoma bwana imeanzia ya ng'ombe. So no, au taifa. Ya ng'ombe ya taifa, maanisha taifa ya ng'ombe. Kutokana sisi wingi watapiga ngoma, katika piga ngoma yetu sisi kuna makundi mawili pale. Kuna watu wanapenda boys, kuna watu wanapenda taifa ya ng'ombe. Kuna vitu viwili hapo. Mimi binafsi yangu, ya ng'ombe boys sije kuipenda. Napenda taifa, lakini nyimbo tunatumia sote wawili. Nyimbo kizungumzia nyimbo kama hii nyimbo ya Mbedodo maana yake imeanzia Zanzibar. Na katika watu ambao walitia hamasa hii nyimbo sana zaidi Team Value ambao kwa Mlandege ndio Team Value wenyewe. Hiyo ndio hamasa zaidi wenyewe kwa Value. Sasa hii maana yake Value ndio Team Value mzungumzia na Herrera fundo mpira huyo. Hiyo Mbedodo maana yake sana alishikilia ni Herrera. Kasikia siku moja akasema hii nyimbo safi nashikilia hii. Na sisi kwa sababu sisi tunatoa nyimbo. Ukiipenda tunaenda nayo hiyo. Hii mbaya tunaiacha. Kwa sababu sisi nyimbo tukiamka tuna nyimbo. Hatutungi sisi hatuna muda kana buku nao. Sisi tukiamka tunaipiga. Maana yake mwimbaji kimjie kichwani mwake tu anapiga.
tuliko sisi wenyewe. Sawa. Sasa wamesema hapo nyinyi mna makundi mawili. Mmoja Taifa Jang'ombe, mwingine Jang'ombe Boys. Mnawezaje nyinyi kukaa sehemu moja na kwenda kupiga ngoma kwa pamoja kwenye timu? Kwanza mimi kama binafsi yangu Jang'ombe Boys sije kuipiga ngoma. Wakaenda kupiga ngoma mimi siende Jang'ombe Boys. Mimi kama mimi sio pengo. Tunashia story tumaskana lakini sio pengo. Automatic yangu Jang'ombe Boys. Timu, sio washikaji, timu. Ulielewa hilo kwanza? Timu ya Jang'ombe Boys mimi sije kuipenda. Sasa kitokea wao wanakuja kwako nao. Na waachia wenzangu wanakwenda kufanya kazi. Mimi siende. Kwa sababu kundi zima mimi ni peke yangu Taifa Jang'ombe. Wote wabakisha ni Jang'ombe Boys. Kundi zima. Sisi tupo 10 lakini peke yangu ni Taifa Jang'ombe. Na nyinyi ni miongoni mwa vikundi maarufu sana hapa. Kitokea sana nyinyi sisi bwana, mtu yote tumkatalie kufanya kazi. Mtu yote fanya sasa tumkatalie. Aje Simba leo, aje Yanga leo, ndio ni bongo sasa tunakwenda. Hata kesho sasa napanda boti. Tuambie leo sio tupambane pandani ceiling usiku, ifike bongo kesho sasa tunafika. Pesa yako. Sasa tunatafuta sisi na familia. Hii ndio kazi yetu. Kazi na starehe, maana yake ni vitu viwili tofauti hapo. Vitu viwili vimeingiliana. Kuna kazi na starehe. Napiga lakini nikiondoka napata pesa. Sijiwekea ndo kazi yangu maalum. Starehe yangu tu. Kwa sababu nyumbani mimi naambiwa nisipige ya mambo. Mwisho leo nimeambiwa. Lakini ndani ya damu mara tunasikia kwamba si ningekuwa embe dodo. Ningekula na majani. Kwa sababu embe dodo haimenyi bwana. Ukila mtaani tu umenye, nyumbani utamenya lakini mtaani huwezi kumenya kwa raia maskani. Sababu embe dodo tamu mpaka ile ganda lake. Na hii hasa yaani maana yake halisi ni nini ndio kupelekea nyumbani? Embe dodo bwana, embe dodo kama embe dodo Kizanzibari, maana yake embe dodo, maana yake wewe kile embe dodo maana yake ni mtu ambaye una pesa Zanzibar hii. Hiyo embe ina thamani kubwa embe dodo. Mpaka unaipata mimi na wewe maana yake tayari wewe hiyo embe dodo maana yake hiyo kapi tu. Embe dodo ni embe kubwa. Tingie kazini kidogo. Oi mama, oi mama. Nakupiga nyimbo nyingine kwanza na kuanzia hii. Tuna ile uzima kwanza. Tunalilia uzima. Kupendwa sio lazima. Yaani maana katoka usiponipenda mimi imetosha. Akinipenda mama tu. Mama na mke na mtoto wangu basi. Wa pembeni tabakisha pembeni tu. Ningekuwa embe dodo, ningeula na majani. Imeisha hiyo. Mara tunasikia kwamba si ningekuwa embe dodo. Ningekula na majani. Kwa sababu embe dodo haimenyi bwana. Ukila mtaani tu umenye, nyumbani utamenya lakini mtaani huwezi kumenya kwa raia maskani. Sababu embe dodo tamu mpaka ile ganda lake. Na hii hasa yaani maana yake halisi ni nini ndio kupelekea nyumbani? Embe dodo bwana, embe dodo kama embe dodo Kizanzibari, maana yake embe dodo, maana yake wewe kile embe dodo maana yake ni mtu ambaye una pesa Zanzibar hii.